Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Maeneo mengi unakuta kipindi kikija cha kiangazi maji yanapungua, lakini ukija kwa mfano Nakuru maji hayapungui muda wote. Sisi kama bonde tunajivunia kuwa na mama kwa sababu ajenda ya uhifadhi wa vyanzo vya maji ameishikilia. Jamii inavyonufaika na uhifadhi wa msitu wa Meru Usa. Mimi kama mwananchi wa wilaya tuna biashara yetu ya kuuza maushanga. Mimi ilikuwa sina nyumba lakini sasa hivi nimejenga nyumba. Kipindi cha nyuma sikuwa nimesomea masuala ya utalii, lakini kulingana na ujio wengi wa wageni na kwenda kufanya kwangu kazi, nimepata paka ada nikaenda kusoma. Shughuli hizi za utalii zina manufaa makubwa sana kwetu sisi, hasa vijana. Kama mimi namiliki bajaji, ajira zipo nyingi sana. Ni sisi tu tuamue kufanya. Kitakwimu sasa katika miaka minne tukiongelea, watalii wameongezeka maradufu zaidi kwa maana tunzaji mazingira, utunzaji wetu mazingira, utunzaji wetu mazingira, tupandeni miti mabondeni, tupandeni miti yozeni, mseseve na mringaringa. Hawa ni wakazi wa kijiji cha Oligilai. Ni miongoni mwa wanufaika wa uhifadhi wa msitu wa Meru Usa, wenye kivutio kikubwa cha utalii, maporomoko ya maji ya Nakuru. Ukishafika waterfall pale utaona ishara ya pale kwamba kuna dalili kama ya wingu inapanda. Kwa ujumla katika Meru Usa, wakati anaanzisha utalii tukaanza kushiriki pamoja nao. Sehemu kubwa kwetu ni masuala ya utamaduni. Kwa hiyo wakatuita huko tukawa chini ya Meru. Kwa hiyo tukawa tunafanya nyimbo, baadaye tukaja kuanzisha kitu inaitwa Nakuru Cultural Tourism, ambayo tunashughulika na mambo ya utamaduni. Kuna wageni wana visit kwenye waterfalls, baada wana muda wanaweza kutembelea kijijini. Tuna utalii tunaita coffee tour, tuna visit traditional healer, midwife na hizi nyimbo zetu. Pia tuna uwezo wa kuandaa chakula cha asili kwa wale wageni ambao wanahitaji. Tukiangalia uhifadhi wa hifadhi hii ya shamba la miti Meru, kihistoria kwanza ilianzishwa mwaka 1920. Ilikuwa inaitwa hifadhi ya Mlima Meru ambayo ilikuwa na ukubwa wa hekta 26. Lakini baadaye ikaja kugawanywa. Baadhi ya hifadhi kaenda, sehemu kubwa ya hifadhi kaenda chini ya mamlaka ya TANAPA kwenda kuwa Arusha National Park. Kwa hiyo sisi tukabakiwa na hekta 8170. Sasa katika uhifadhi kwamba tunahifadhi ukiangalia chini ya Mlima Meru, safu za Mlima Meru. Kwa hiyo hifadhi yote ambayo iko chini ya safu za Mlima Meru, chini ya usimamizi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania, imepelekea sasa kuwepo na vyanzo vingi vya maji, hasa katika mwambao wa mito. Kwa hiyo unakuta katika mwambao wote wa mito ni misitu ya asili. Kwa hiyo inachangia uwepo wa vyanzo vingi vya maji ambavyo vinatiririka kutoka safu za Mlima Meru. Kwa hiyo vinavyotiririka vinakuja sasa kwa chini kutengeneza maporomoko ya Nakuru. Maporomoko haya ni ya pekee kwa maana ya kwamba yana urefu wa mita 78 kutoka juu kushuka chini. Lakini pia yanashuka moja kwa moja bila kuambaa kwenye mwamba, ndio maana tunayaita free falling fall. Katika historia sasa Wamasai wakayaita Napuru. Karibuni wageni. Karibuni wageni. Karibuni wageni. Karibuni wageni. Mto maarufu hapa mkoani Arusha, Mto Temi. Wakazi huko wanaita Mto Temi, unaopita katika hifadhi ya msitu wa Meru Usa. TFS inajivunia mafanikio tofauti na tumekuja hapa kuangalia mafanikio haya. Nimeshuhudia tofauti wakija kufanya matembezi katika msitu huu, na matokeo yake ni kwamba vijana ambao wanaishi katika kijiji hiki wamenufaika na ajira. Badala ya kuingia msituni kukata miti kwa ajili ya kwenda kutengeneza mkaa na kuuza, hivi sasa wanatembeza watalii na maisha yao yameimarika. Hii ni Tanzania Kijani na maendeleo endelevu inawezekana. Mimi ni Ana Pita. Ni
mwenyekiti wa kitongoji cha Kimelok, kitongoji ambacho kiko karibu na hifadhi hii ya TFS. Shughuli nyingi wanazofanya TFS zinawanufaisha kwa kiasi kikubwa sana wakazi. Tukianza kwa upande wa utalii, utalii huu umeleta manufaa mengi sana. Kuna vijana wengi kutoka kijijini ambao ni local guides hapa, wanachukua wageni na kuwaongoza kwenda kwenye waterfall. Kwa hiyo wanaweza kujikimu wao pamoja na familia zao. Mimi kama mwananchi wa Olgilai nafanya kazi za aina mbalimbali. Tuna biashara yetu ya kuuza maushanga. Pia mimi ni mjasiriamali mdogo. Tunauza bidhaa zetu tunaolima mashambani. Kipindi cha nyuma hatukufaidika kama sasa hivi, lakini kwa sasa hivi wageni wanaoingia kwanza wameongezeka kutokana na msitu wetu. Hapa Meru Usa najishughulisha na masuala ya kuongoza watalii. Mimi hapa nina muda kama wa miaka 7 nikiwepo hapa nikijishughulisha na hili swala la kuongoza watalii huko kwenye msitu. Ni kwamba nimepiga hatua moja ama nyingine kimaendeleo, kwa sababu mimi nina hii kipato kidogo ambacho nakuwa napata hapa ninapokutana na wageni tofauti, inakuwa inanisaidia mimi kuendeleza familia yangu, sababu mimi na familia ambao wananitegemea kwa kila kitu. Kipindi hicho cha nyuma ilikuwa hamna wageni wengi kama ambavyo tunavyoona sasa, kwa sababu kwa wiki, kwa hapo nyuma ilikuwa labda tukiwapata hata wageni 2 3 kutoka nje inakuwa ni wachache, hawatotosha. Lakini sasa hivi tunashukuru Mungu kwa sababu wageni wamekuwa wengi. Mimi ilikuwa sina nyumba, lakini sasa hivi nimejenga nyumba kwa sababu ya kujishughulisha na hili swala la hapa kiutalii. Na pia tumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa hapo mwanzo kabla hajatangaza ile The Royal Tour kuhusu ile swala la kutangaza utalii, ilikuwa idadi ya wageni ilikuwa iko chini sana. Yaani kwa hiyo ile swala la yeye kuchangia kutangaza hivyo imesaidia pakubwa sana. Imesaidia pakubwa sana kufanyaje kukuza utalii kwenye ile eneo. Ni mzawa wa kijiji jirani na eneo la hifadhi. Najishughulisha na uongozaji wa utalii katika eneo la Nakuru Waterfall. Kabla sijaanza kuongoza wageni eneo hili hapa, mimi pia nilikuwa nafanya biashara ndogo ndogo katika soko. Kulingana na maboresho yaliyopo eneo hili hapa, ni maboresho ya kipekee sana tofauti na kipindi cha nyuma, ambacho maboresho haya yanapeleka hapa kuwa na idadi kubwa ya wageni tofauti na kipindi cha nyuma zaidi. Kwa hiyo tunategemea kupata huduma nzuri zaidi kutoka TFS na wageni watafurahia zaidi. Hakika ongezeko la wageni kwangu imekuwa faraja kubwa. Nimeongezeka mimi kielimu kwa kaya binafsi. Kipindi cha nyuma sikuwa nimesomea masuala ya utalii, lakini kulingana na ujio wengi wa wageni na kwenda kufanya kwangu kazi, nimepata paka ada nikaenda kusoma, nikamaliza kozi yangu ni ya utalii na uongozaji pamoja na udereva. Kwa hiyo mimi ni driver guide na pia ni multilingual. So nashukuru kwa jumla kwa kuwa nimefika pazuri. Kiuchumi namshukuru Mungu, nimefanikisha kumiliki shamba, nimemiliki nyumba, namshukuru Mungu. Uboreshaji ambao umeendelea, kwa mfano eneo ile tu ambalo tuko hapa sasa hivi la utalii. Kwa mfano sasa hivi tunajenga ofisi hapa. Ni zaidi ya milioni 100 serikali imetupa kwa ajili ya kukarabati ofisi za utalii hapa eneo la Nakuru. Lakini ukiendelea kwenye maporomoko ambayo yapo jirani yetu hapa, tumetengeneza zile trails za kushuka chini kwenye maporomoko. Ukipita ile barabara wenyewe unaona. Yaani safi, tofauti na huko tulikotoka. Huko tulikotoka ilikuwa ni ile hata mgeni akija ni anapata shida kushuka kule, lakini sasa hivi ni smooth, anafika kwenye maporomoko na anarudi. Hii yote ni serikali yetu imetuwezesha na tumeweza kufanya matengenezo ya miundombinu ambayo ipo kule. Mafanikio ni makubwa kianzia uhifadhi wenyewe, kwa maana hifadhi hii imejikita kwenye uhifadhi wa uoto wa asili, ardhi yenyewe pamoja na vyanzo vya maji, lakini pia usimamizi wote kwa ujumla wa rasilimali misitu na nyuki. Sasa kutokana na vivutio ambavyo tuko navyo sasa vikapelekea kuanzisha shughuli za utalii ekolojia, kwa maana ya utalii ambao unajihusisha moja kwa moja kwa mtalii mwenyewe kutembea ndani ya mazingira asilia na kwenda kujionea hivyo vivutio. Tofauti na utalii ambao umezoeleka wa kuangalia wanyama ukiwa kwenye gari na kupiga picha. Lakini utalii huu, utalii ekolojia, unamhusisha mgeni mwenyewe kufika ndani ya hifadhi na kutembea
kupitia njia hizo trail ambazo zipo na kujionea hivyo vivutio. Tukiongelea katika mnyororo wa thamani wa sekta hii ya utalii, tukizingatia katika hifadhi yetu, umenufaisha kwa ukubwa sana, kwa sababu kuna wawekezaji ambao wamejikita kwenye kutoa huduma za chakula. Vyakula hivyo vingi vinatoka ndani ya jamii, kwa hiyo mboga wananunua ndani ya jamii, matunda pia wananunua ndani ya jamii. Lakini pia wageni mara nyingi wanapandishwa eneo hili kwa kutumia usafiri kama bodaboda. Kuna taxi zinaleta wageni, kuna costa mbalimbali zinaleta wageni katika eneo hili. Kwa hiyo moja kwa moja nao wananufaika. Lakini pia tukiacha mbali na wasafirishaji kunufaika moja kwa moja, lakini pia serikali yenyewe inapata mapato mengi kwa wageni wanaotembelea eneo hili. Kitakwimu sasa katika miaka 4 tukiongelea, tumetoka kuwa na watalii wachache. Mfano watalii wa nje tulikuwa tunapata kwenye 500, lakini watalii wa ndani tulikuwa tunapata 3000 hivi. Lakini katika kipindi cha awamu ya 4 sasa mpaka sasa hivi watalii wameongezeka maradufu zaidi, kwa maana katika mwaka uliopita watalii wa ndani walikuwa 20,000, lakini watalii wa nje walikuwa zaidi ya 5,000. Unaona kabisa ongezeko kubwa la wageni na mapato, na moja kwa moja serikali inanufaika kwa maana ya TFS, lakini pia jamii inayozunguka hifadhi hii. Nimetoka Mbeya, nilikuwa semina Arusha ICC, nimekuja kwa ajili ya kutembelea waterfalls. Asili ni sehemu nzuri. Sehemu nzuri ambao nimejifunza, unaona, kwa sababu ukifika kwenye ile point ambayo ndio ya mwisho ya waterfalls, ni sehemu ambayo imeonekana exceptional. Nimeipenda. Mimi naona ni sehemu ambayo ukifika unaenda ukaondoa stress. Hata kama ulikuwa na changamoto unakuwa zinaisha. Ni sehemu nzuri. Hii miundombinu ni mizuri. Yaani inasaidia hata watu wa aina tofauti kuweza kufika. Kwa mfano, ukianzia kwenye pointi ya kwanza ambayo tumeanza kushuka mpaka kule chini, kote ni sehemu nzuri. Kwa hiyo inamwezesha mtu yoyote anaweza kafika, ila inabidi atumie kwa muda fulani. Ni sehemu nzuri. Nilikutana na mteja wangu ametoka Mbeya, akaniambia ni sehemu gani nzuri tunaweza kwenda nikapaone kama utalii wa ndani. Nikamwambia kuna waterfalls na Puru waterfalls kule iko camp. Leo ndo tukaja nikawaleta. Huwa tukija tunaishia getini kama madereva bajaji, unamshusha mgeni anaenda, unamsubiri, unarudi naye. Lakini akaniambia hapana, sikuachi hapa, twende tushuke tusindikizane. Ndio tukaja naye huko chini. Ni pazuri, mazingira mazuri. Nimekutana na miundombinu ambayo sikutarajia kama nitakutana naye, kwamba utapata stairs, utashuka. Imepunguza, kama kungekuwa ni mawe mpaka chini, manake pasingefikika. Shughuli hizi za utalii zina manufaa makubwa sana kwetu sisi, hasa vijana. Kama mimi ni bajaji tu, ni driver bajaji na miliki bajaji, napata trip za mara kwa mara za kuja huku. Nawaleta wageni. Unaona tena mgeni ameamua tushuke wote huko chini, tutarudi wote, kwa sababu kwa nini ukae hapa juu? Nimeshuka na mimi nimeona, nimejionea. Kwa hiyo nimefurahia mazingira, lakini sitailalamikia pia serikali. Ajira zipo nyingi sana. Ni sisi tu tuamue kufanya. Sababu kama leo nimeleta wageni mara 2. Kuna niliowaleta nikawaacha, nikaenda kuwachukua wengine nimewaleta hapo. Wakasema tupo nao mpaka sasa. Mimi nipo kazini. Yaani nakula bata huku niko kazini. Ni mkazi wa Tanga. Nimekuja hapa kikazi, lakini nikabahatika kuja kutembelea maporomoko haya. Kwa kweli nashukuru. Sijawahi kufika hili eneo. Eneo ni zuri, linaridhisha, na kwa utalii wa ndani inapendeza zaidi kwa kweli. Kwa kweli mimi nimeona kama ni sehemu ya mazoezi pia, kwa sababu kwa umri wangu, na hapa vijana wengi wanafeli kupanda huo mlima au kushuka, lakini mimi kwa umri wangu na mazoezi ninayofanya, kwa kweli nashukuru. Nimefanikiwa, nimefika mpaka huko kwenye maporomoko yenyewe, na hivi sasa najirudisha angalau niweze kurudi nilikotokea. Na hao wanaohifadhi kwa kweli waendelee. Uharibifu huu usitokee. Huu ni uoto asili, ni wa muda mrefu sana. Kwa hiyo tunaomba waendelee kuimarisha huu uoto, walinde. Kwa kweli waendelee kulinda, uharibifu usitokee. Tunashukuru sana kwa kweli TFS kwa kulinda hii misitu,
Ni sehemu chache sana. Sehemu kama hizi ukifika, sehemu zingine ukienda huwezi kukuta vitu kama hivi. Kwa kweli tunashukuru, Arusha wanajitahidi. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Hii sio mara ya kwanza nafika katika hifadhi ya msitu wa Meru-Usa. Kipindi hicho nilivyokuja kulikuwa hakuna chemchem zingine ambazo nimezishuhudia hivi sasa. Kuna vijichemchem vingi sana ambavyo vimejitokeza, nimevishuhudia. Mfano kama hapo unaona, hiyo ni kama maporomoko ya maji madogo, lakini maji yameongezeka. Na hata waongoza watalii wamenieleza kwamba ongezeko la maji linaonekana kabisa. Ukienda kwenye ile maporomoko makubwa, waterfalls, ambayo ni kivutio kikuu cha utalii hapa, utaona kuwa maji yameongezeka, wageni wanafurahia. Lakini hii haitoshi. Hiki hapa ni chanzo kimojawapo cha maji ambacho kinasambaza maji katika jiji la Arusha. Kwa hiyo kazi nzuri imefanywa na TFS kuimarisha uhifadhi, imesaidia ongezeko la maji na pia uhakika wa upatikanaji maji katika jiji la Arusha. Uhifadhi unaofanywa na TFS unasaidia kuongezeko la maji kule kwenye maporomoko ya maji, kwa sababu yani wao ndio wasimamizi wakuu ambao wanasimamia vile vyanzo visiharibiwe kwa aina yoyote. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho maji yanakuwa mengi, ambao ndio inakuwa kivutio kizuri kwa watalii, lakini pia kuna kipindi ambacho maji inakuwa mengi zaidi, ambao inakuwa ni ngumu kufikika kule kwenye maji. Lakini kwa kipindi kizuri inakuwa kila mtu ana uwezo wa kufika na kujionea hivyo vivutio ambavyo tunavyo kwenye hifadhi. Kutokana na uhifadhi sasa umepelekea kuwepo kwa ongezeko la vyanzo vingi vya maji ambavyo sasa vimepelekea mamlaka mbalimbali, mamlaka ambayo inasimamia maji kama bonde la Mto Pangani kutoa vibali mbalimbali katika mamlaka zingine kuweza kuchukua maji ili kwenda kuhudumia jamii ya mji wa Arusha na vijiji vinavyozunguka hifadhi. Mamlaka ya maji ya Arusha pia kuna vyanzo vingi wametoa maji ndani ya hifadhi ya Shamba la Miti Meru. Tuseme tu kwa ukubwa, hifadhi hii ya Shamba la Miti Meru inachangia upatikanaji wa zaidi ya 80% wa maji katika mamlaka ya mji wa Arusha, lakini pia na vijiji vinavyozunguka hifadhi. Hapa tulipo tuko bonde la Pangani. Bonde hili linaanzia kusini mwa milima ya Meru na milima ya Kilimanjaro. Hafu maji yale na mito ile inapotoka kutoka katika chemchemu, inapotengeneza mito, inatiririka inaingia bwawa la Nyumba ya Mungu. Baadaye tunatengeneza mto unaitwa Mto Pangani. Mto huu unatiririka na kuungana maji mengine yanayotoka Usambara, na mwisho wa siku yanaenda natirika yanaingia baharini eneo la wilaya ya Pangani. Na ndio maana mtu mwingine anaweza kadhani bonde la Pangani ni kwa sababu mto wetu mkubwa unaitwa Mto Pangani. Sisi kama bonde tunajivunia kuwa na mama, kwa sababu ajenda ya uhifadhi wa vyanzo vya maji ameishikilia kama kipaumbele ukilinganisha na awamu zilizopita. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa na changamoto, unapoenda sehemu unataka kuhifadhi chanzo, kwanza kunakuwa na migogoro mikubwa, lakini tumekuwa tukimsikia mara kwa mara akiwasihi wananchi kwamba tuhifadhi vyanzo vya maji, kwa sababu bila kuhifadhi vyanzo vya maji miradi yetu ile ya maji haiwezi kupata maji. Sasa hiki chanzo hiki cha Mto Temi katika ile eneo la Oligilai ni kati ya chanzo ambacho ni kikubwa katika kusambaza maji kwa ajili ya jiji la Arusha. Kinachangia takribani 20% ya maji ambayo yanapelekwa jiji la Arusha. Kwa ni chanzo ambacho ni kikubwa sana. Ukiangalia shughuli ambazo bonde limefanya mpaka sasa, kwanza kabisa tulikuwa na wananchi ambao walikuwa wanaishi karibu na chanzo hiki, ambapo baada ya kueleza changamoto iliyopo, Mama Samia alituletea takribani bilioni 2 ambazo tuliwafidia wananchi na kaweza kuhama katika eneo hili. Kwa hiyo likaweza kuhifadhiwa na maji tangu Mama Samia ameingia mpaka sasa tunaona maji yanaweza kuongezeka ukilinganisha na mwanzo ambapo chanzo kilikuwa kimeshaanza kuharibiwa kwa sana. Sisi kazi yetu pia imekuwa rahisi. Pale unapoona kiongozi anabeba ajenda kwa ya kwake, kwa kweli na sisi natutia moyo sisi watendaji. Kwa Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kinara na kwetu ni kiongozi ambaye ni wa mfano na kuigwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuendelea kutusapoti
kuhifadhi vyanzo vya maji na kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinakuwa endelevu. Na kufanya hivyo kunatusaidia sisi kutunza vyanzo ambavyo vinafanikisha miradi ya maji inakuwa na maji ambayo ni endelevu kwa ajili ya kuwahudumia wanadamu. Kwa hiyo kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo ni wasii pia wananchi tuendelee kumpa mkono Mama Samia Suluhu Hassan ili tuweze kuhakikisha kwamba maji yetu yanakuwa endelevu, na slogan yetu tunasema utunzaji wa vyanzo vya maji ni jukumu letu sote. Kwa wananchi tutunze vyanzo vya maji ili kuhakikisha ajenda ya Mama Suluhu Hassan inabebwa na kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hiyo chanzo hiki ni kati ya vyanzo ambavyo ni muhimu, ambapo bonde pamoja na juhudi zingine katika ile eneo bonde limeweza kuweka alama za mipaka takribani 4,000 katika hiki kipindi, lakini tumeweza kupanda miti zaidi ya 200,000 kwa ajili ya kuhifadhi. Tunapanda miti rafiki na vyanzo vya maji, na hii jambo tunalifanya zaidi kwa kushirikiana na TFS. Hawa ndio wanatupa elimu au wanatupa ushauri wa kitaalamu ni aina gani ya miti ambayo inafaa katika vyanzo vya maji, kwa sababu tunafanya nao kwa ukaribu sana. Lakini tunapohifadhi pia tunaweka mabango ya makatazo, kwamba kwa mfano sasa hivi ukipita katika kila mto utakuta mto huu jina la mto, lakini pia kuna onyo la kutofanya shughuli za kibinadamu kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi kwa ajili ili waweze kutofanya shughuli hizo za kibinadamu. Sasa jukumu lingine ambalo tunalifanya ni kuboresha ushirikishwaji wa jamii au na wadau mbalimbali katika kutunza vyanzo vya maji. Sasa tunapofanya hivi tunawaleta kwa pamoja wadau wote pamoja na TFS, NEMKI, mwananchi mwenyewe, viwanda na watumia maji wote, hata mkulima mdogo mdogo wanakaa pamoja, wanatengeneza umoja wao. Shughuli zile za matumizi ya maji na uhifadhi zinaratibiwa kwa pamoja, ikiwepo ugawaji wa maji. Kwa hiyo ikiwepo changamoto katika eneo ya uharibifu au mtu kachukua maji zaidi ya mwenzake au kuna mtu mwingine anafanya shughuli ambayo sio rafiki na vyanzo vya maji, changamoto ile inaanza kwanza kutatuliwa kwa pamoja katika ngazi ya jamii. Kwa hiyo katika hii tumeunda jumuiya 24 katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano hapa tuko eneo la Mto Temi ambapo tuna chemchemi ya Oligilai inayojulikana sana. Eneo hili tuna jumuiya inayoitwa Jumuiya ya Watumia Maji Mto Temi. Kwa hiyo watu wote wanaotumia mto huu wanakuja kwa pamoja, wanajadili changamoto zilizopo, wanagawiana maji na kutatua chochote ambacho kinakuwepo, na kinaposhindikana ndio kinakuja katika ngazi ya bonde. TFS kwetu ni mdau mkubwa sana, kwa sababu kuna maeneo kwa sisi tunayahifadhi kwa sababu yanapita kwa wananchi. Kwa sababu maeneo ambayo yanahifadhiwa na TFS yanazuia shughuli za kibinadamu. Kwa sisi kwetu ni mdau namba moja, kwa sababu pamoja na shughuli za uhifadhi, lakini vyanzo vya maji vinatunzwa na haviharibiwi. Kwa uwepo wa TFS unatusaidia sisi kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinakuwa endelevu. Sasa katika hiki kipindi, kwanza kabisa TFS tumesema ni mdau namba moja. Kwa hiyo uhifadhi tunaofanya hata ulio nje ya maeneo yao, tunazingatia ushauri wake wa kitaalamu wa aina gani ya miti ambayo tunatakiwa tuipande katika vyanzo vya maji. Na mara nyingi pia tofauti tu zaidi ya ushauri, yeye pia amekuwa ni mtu namba moja anayetupatia miti pia. Tunaipanda katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano hiyo miti niliyosema zaidi ya 200,000 tuliyoipanda katika vyanzo mbalimbali, asilimia kubwa zaidi ya 80 tumeitoa katika TFS ametupatia, na tumeweza kuweka katika vyanzo, tumeweza kuipanda katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo uwepo wa TFS kwetu ni muhimu sana, kwa sababu unahakikisha vyanzo vya maji vinakuwa endelevu, na ukiangalia hali ilikokuwa mwanzo na sasa, vyanzo vinatunzwa kwa kasi kubwa. Kwa mfano katika kipindi tu cha miaka 4 tumeweza kutangaza vyanzo 7 kuwa maeneo tengefu, lakini juhudi hizo zimefanyika, lakini ukiangalia pia juhudi zinafanikiwa pia kwa uwepo wa TFS kuweza kusaidia tunapofanya shughuli hizo za uhifadhi. Ni sisi kazi yetu kubwa ni kulinda vyanzo vya maji ambavyo vipo kwenye eneo hili. Catchment area ambazo ziko eneo hili, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha vile vyanzo vinabaki viko salama, na kazi kubwa ambayo tunaoifanya. Na ndio maana utaona maeneo mengi unakuta kipindi kija cha kiangazi maji yanapungua, lakini ukija kwa mfano Napuru maji hayapungui, muda wote maji yapo. Ni kwa sababu tunatunza vizuri vyanzo vya maji vilivyopo eneo hili. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.